Una matatizo gani moyoni mwako? Kama ulikuwa hujui, unakuja kwa mbele kuna maangalizi, lazima uje mbele. Na Mungu atakubariki sana. Atasamehe. Una matatizo gani moyoni mwako? Mwenyezi Yesu akusaidie. Katika mahubiri kijiji cha Sungamile kilichoko wilaya ya mkoani Shinyanga. Hapo sasa mnenaji katika mahubiri hapa anazungumzia kuhusiana na umuhimu wa Sabato pamoja na kumtumikia Mungu. Aya sura ya 30 mstari wa 29. Neno la Bwana linasema, nasemaje? Mtakuwa na wimbo kama vile wakati wa usiku. Mtakuwa na wimbo kama vile wakati gani? Wa usiku. Ishikwapo sikukuu takatifu. Sawa kabisa. Mtakuwa na furaha ya moyo. Mtakuwa na furaha ya moyo. Kama vile mtu atendapo na filimbi. Safi kabisa. Katika mlima wa Bwana. Aliye mwamba wa Israeli. Naye Bwana atawasikizisha watu sauti yake ya utukufu. Sawa kabisa. Na ataonyesha jinsi mkono wake ushukavyo. Safi kabisa. Na ghadhabu ya hasira yake na mwamko wa moto ulao. Sawa kabisa. Pamoja na dhoruba na tufani na mvua ya mawe ya barafu. Sawa kabisa. Nadhani kicho ndicho tulichojifunza. Tuligundua kuna mambo mengi ambayo yapo kwa ajili ya utukufu wa Bwana na kwa ajili ya kwamba kwa wale ambao tutakaoteseka, lakini nataka nikwambie tumaini lipo, tutakuwa ni watu wa pekee sana, maana atatusaidia na kututunza. Hilo ndio tulio somo la jana tuliojifunza. Leo tutakuwa na somo linalosema alama ya mnyama. Alama ya nini? Lazima lazima tujifunze. Kwa sababu gani? Ni muhimu sana kujua alama hiyo, ni lazima tuifahamu. Kwa sababu inaenda kuwekwa katika dunia hii kwa ujumla. Sasa lazima tujifunze, kwa sababu unaweza ukashangaa ukaipokea kumbe ina madhara. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tuna kila sababu ya kushukuru kwa upendo wako wa pekee, kwani ni wewe ndiye uliyotuleta katika kijiji hiki cha Sungamile kwa ajili ya kuleta neno lako takatifu. Tunakusihi sasa Bwana uwe pamoja nasi. Somo hili Bwana likatuandae sasa kwa ajili ya milele. Ni ombi kwa jina la Yesu, wote tuseme amina. Amen. Tusimame kidogo tuzialike mbingu kwa wimbo mmoja. Nilikuwa naomba nipate tu vijana wawili hapa tusogee hapa kidogo. Huo ni wimbo ni wa muhimu sana. Roho Mtakatifu. Karibuni. Tutaimba tu beti ya kwanza na la mwisho. Simama ungechukua mic hapa. Natosha eti? Au ni kwazima hii? Roho Mtukufu uoshe moyo wangu, utakase nia yangu, njoo nijaze sasa. Roho Mtukufu njoo nijaze sasa, utakase nia yangu, njoo nijaze sasa. Basi lazima tumwalike Roho Mtakatifu mwenye uwezo. Ndiye anayepambanua kazi zote. Kwa hiyo tunaingia katika somo hilo linalosema alama ya mnyama. Msomaji, twende mdogo tufike, safari yetu itakuwa ni ndefu kidogo. Amen. Ni somo gumu sana, lakini Mungu atatenda makubwa. Endelea msomaji, twende. Somo linasema alama ya mnyama. Ni kwa vipi Yohana mwandishi wa kitabu cha Ufunuo anatuonyesha jinsi ya kuipokea alama ya mnyama. Anatuonyesha jinsi ya kuipokea alama ya nini? Ya mnyama. Twende pamoja katika Ufunuo wa Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 9 na wa 10. Sawa. Neno la Mungu linasema,
Ufunuo wa Yohana sura ya 14 ule mstari wa 9 na wa 10. Neno la Mungu linasemaje? Na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika paji ya uso wake, sawa kabisa, au katika mkono wake. Mstari wa 10, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu, sawa kabisa, iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, safi kabisa, katika kikombe cha hasira yake. Naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Safi kabisa, mtumishi wa Mungu. Amina. Yaani ni fungu ambalo liko makini sana. Hapo mageni ya maji. Kwa hiyo ni ujumbe ambapo waangalizo kwa wanadamu. Mungu pale ametangaza kwa wale ambao watakao kubali kuipokea alama ya mnyama kuna mapigo. Kwa nini upigwe? Na Mungu na somo umeshalielewa na kiasi cha kufanya maandalizi cha kutokufanyaje kwa kutokuipokea. Shusha kwa maandishi madogo madogo. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapokuwa katika viwanja hivi, tutambue ya kwamba tunapoelekea mbele yetu kutakuwa na zoezi hilo. Na hilo sio kwamba ni ya dunia nzima. Kwa hiyo ni vema sasa tukazingatia vigezo ambavyo mtumishi wa Mungu Yohana alivieleza na akatoa na angalizo. Kwa nini ukubali? Kwa nini ukubali kupokea kitu ambacho kina madhara mwishoni? Naenda kuangalia mambo muhimu kabisa katika sehemu hiyo. Mambo muhimu sana ambapo lazima tuyazingatie na kuyaelewa. Tumaini letu kubwa itakapotangazwa, ninakusihi ukikubali. Endelea msomaji. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kwa kusema sisi sote napea maelekezo kidogo pale. Kwa hiyo ndugu zangu, ni wakati sasa wa kuwa makini. Nataka nikwambie hilo ni onyo. Unajua Mungu anapotoa onyo ni uhakika atashambulia. Si ya kwamba atabaki hivyo hivyo. Lazima atakuja kuadhibu wanadamu wote watakao kubali, maana hiyo iko nje na utaratibu wa Mungu. Twende msomaji. Shetani atawatishaje wale wanaoikataa alama ya mnyama? Sikiliza, shetani atawatishaje wale ambao wanaoikataa alama ya nini? Ya mnyama. Ni Ufunuo sura ya 13 mstari wa 11 na mstari wa 15 hadi wa 17. Neno la Mungu linasema. Inasemaje Biblia? Neno la Mungu linasema, kisha nikaona mnyama mwingine. Kisha aliona mnyama mwingine, Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo, aliona maono makubwa. Akipanda juu kutoka katika nchi. Naye alikuwa na pembe mbili. Sawa kabisa. Mfano wa mwana kondoo. Akanena kama joka. Akanena kama nani? Kama joka. Mstari wa 15. Neno la Mungu inasema. Nasemaje? Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama. Akapewa kutia pumzi katika sanamu ile ya nini? Ya mnyama. Hata ile sanamu ya mnyama inene. Hata ile sanamu ya mnyama ifanyeje? Inene. Na kuwafanya hao wote wasiosujudu sanamu ya mnyama. Akawafanya hao wote wasiosujudu alama ya nini? Ya mnyama. Wauawe. Mstari wa 16. Naye awafanya wote. Anasema naye atawafanya wote. Wadogo kwa wakubwa. Na matajiri kwa masikini. Na walio huru kwa watumwa. Watiwe chapa katika mkono wao wa kuume. Sawa kabisa. Au katika vipaji vyao vya uso. Sawa kabisa. Mstari wa 17. Tena kwamba awaye yoyote asiweze kununua wala kufanyaje? Wala kuuza. Isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule. Sawa kabisa. Au hesabu ya jina lake. Sawa kabisa. Watu wa Mungu, hiyo ndiyo taarifa ambayo iko mbele yetu na italenga sehemu husika.
Na ndio maana tunahimizwa ya kwamba wewe kama mjalishaji mali, wewe kama mkulima, andaa vyakula vyako. Nikiwa na maana ya kwamba sasa kama itatangazwa hiyo, halafu na kwenda kununua, lazima ukubali kupokea nini? Ukitaka kwenda mnadani lazima ukubalie na hiyo. Ndio maana sasa ndio itakuwa kwamba ni ziki ambayo kubwa ambayo haijawahi kutokea katika dunia hii. Na mimi ningekushauri wala usiwe na shida. Ushauri wangu ni kwamba kukubali kuingia katika shida hiyo, na wakati Mungu wako yuko anayekutetea. Na ndio maana tatangazwa alama ambayo hiyo ni kitu ambacho cha kujifunza kwamba lazima tukubali, tukatae. Maana ni muhimu sana. Utakapokubali unaingia kwenye shida. Italenga mahitaji mbalimbali, wafanya biashara, italenga yani kila unachokifanya, kama ni biashara ya ng'ombe, kama ni biashara ya mbuzi, lazima kukubali kupokea alama ya nini? Ya mnyama. Kwa hiyo watu wangu wa Mungu, na wakumbushe jambo la maana sana. Maana utakapolipokea lina madhara yake. Na mimi sipendi watu wasungamile mje kupata shida kama hiyo. Na mimi ningependa watu wasungamile ishi maisha ya kuwa karibu na Mungu. Mtakapokubali na kusimama katika kweli ya Mungu, Mungu atawatetea kwa yote hayo. Amina. Tuende msomaji wangu. Alama ya mnyama ni nini? Swali hilo Yohana aliitwa kuwatazama watu waliokuwa tofauti kabisa. Anasema Bwana aliitwa kuwatazama watu walio tofauti kabisa. Na wale wanaomsujudu mnyama. Na wale wanaomsujudu nani? Mnyama au sanamu yake. Kwa kuitunza siku ya kwanza ya juma. Kwa kuitunza siku ya nini? Ya kwanza ya juma. Utunzaji wa siku hiyo ndiyo alama ya mnyama. Utunzaji wa siku ya kwanza. Nataka siku ya kwanza juma zote tulifahamu. Siku ya kwanza ya juma ni Jumapili. Kwa mujibu wa maelekezo. Siku ya kwanza ya juma, nadhani inaeleweka. Ndio maana hata ukisoma ndio maana hata Yesu alifufuka siku ya kwanza ya nini? Ya juma. Inaitwa siku ya kwanza ambapo juma ngapi? Jumapili. Endelea msomaji, twende. Ishara au muhuri wa Mungu huonekana katika utunzaji wa Sabato. Sawa kabisa. Siku ya saba. Kumbukumbu yake Bwana ya uumbaji. Sawa kabisa. Alama ya mnyama ni kinyume chake. Ni kinyume cha maagizo ya Mungu. Yaani utunzaji wa siku ya kwanza ya juma. Alama ya mnyama ni Sabato ya Papa. Ni Sabato ya nani? Ya Papa. Mshike jirani yako, mwambie, muulize swali ya kwamba je, unajiandaa kuitunza Sabato ya Bwana? Amesemaje? Je, safi kabisa. Amesemaje mtumishi wa Mungu? Anajiandaa kuitunza Sabato ya nani? Ubarikiwe. Twende msomaji, twende. Wakati jaribio litakapokuja, anasema wakati kuna jaribio kubwa ambapo liko mbele yetu, itadhihirika wazi kwamba alama ya mnyama ni kitu gani hasa? Ni ule utunzaji wa Jumapili. Ni ule utunzaji wa nini? Wa Jumapili. Utunzaji wa Jumapili bado haujawa alama ya mnyama. Unapewa taarifa kwamba kwa sababu sasa hivi bado tangazo halijatolewa, ina maana kwamba bado haijawa nini? Alama ya mnyama. Endelea, utasikia ujumbe. Twende. Wala hautakuwa mpaka hapo amri itakapotangazwa. Amri itakapofanyaje? Tangazwa. Kuwafanya watu wote kuisujudia hiyo Sabato ya sanamu. Twende. Wakati utakuja ambapo siku hiyo itakuwa ni jaribio kubwa, litatikisa dunia. Lazima shetani atatumia mambo makubwa, na ndio maana atazidi kushawishi hata mapepo, ili watu wa Mungu wajikute wamechanganyikiwa, wajikute wanaipokea hiyo alama, wataona kwamba hapa ndipo msaada kamili. Nakupa tu angalizo, mtu wa Mungu, muda kitambo lazima hiyo itatokea, kwa sababu unabii unaendelea kutimia, na kile kitakachosababisha kutangazwa hiyo lazima, kwa sababu kuna kitu ambacho kinachoenda kutokea. Kwa mfano sasa hivi uchumi umekuwa duni, na uchumi unapokuwa duni, ina maana sasa lazima watasema kwamba sasa jameni, ibada zimekuwa za siku nyingi, tunachagua ibada ya siku gani? Itatengwa rasmi siku moja ambayo siku ya Jumapili. Kwa hiyo na maana ukiangalia sasa, hata wale mimi nilikuwa nikifikia kwamba hivi, je hao watu wa mama mdogo wanasemaje? Nataka nikuhakikishie jioni ya pekee kwamba hivi wale wameshakubali.
na wakaweka na sahihi, hawana shida. Nikisema mama mdogo, si mnawaelewa? Mnawajua wale wameshakubali, hawana shida. Wanao tafuta ni sisi. Kwa hiyo ndugu zangu, ni lazima tuambie tu ule ukweli, kwa sababu hiyo isije katokea ambapo mimi nionekana kwamba sijalisema katika viwanja hivi, nitaonekana mtu mjinga, sina akili. Na bora niliseme, watu wajiandae kutunza sabato ya Bwana. Kila mmoja ujue kwamba hivi kumbe Mungu ndiye aliyeiweka kwa ajili ya wanadamu. Endelea msomaji tena. Nabii wa Mungu Ellen G. White alisemaje? Ni watu wangapi waliokuwa na alama ya mnyama? Anaendelea kusema kwamba, anasemaje? Hakuna mtu yeyote mpaka sasa aliyekwisha, kwa kipindi hiki bado mtu hajafanyaje? Kuipokea alama ya mnyama. Twende. Ni lini alama ya mnyama itakapopokelewa? Je, hilo litatokea kabla au baada ya kufungwa kwa mlango wa rehema? Hilo ni swali. Je, patakuwa na uwezekano wowote kwa mtu yeyote kutekeleza na kupita wakati wa kufungwa kwa mlango wa rehema bila kupokea ama muhuri wa Mungu au alama ya mnyama? Wakati wa kujaribiwa bado haujaja. Anasema wakati wa kujaribiwa bado haujafanyaje? Haujaja. Kuna kigezo na point ambayo tutaenda kuziona kule. Twende. Kuna Wakristo wa kweli. Kuna Wakristo wa kweli katika kila kanisa. Kila kanisa. Bila kuiacha jumuiya ya kanisa Katoliki la Rumi. Hakuna watakaohukumiwa mpaka wapate nuru na kuona wajibu wao kwa amri ya 4. Lakini wakati amri itakapotangazwa ikilazimisha utunzaji wa sabato ya uongo, ikilazimisha yani utunzaji wa sabato ya uongo na sauti kuu ya mamlaka, na sauti ya malaika watatu kuwaonya watu dhidi ya kumsujudu mnyama na sanamu. Sawa kabisa. Hapo ndipo mstari utakapokuwa umechorwa. Mstari utakuwa umeshafanyaje? Umechorwa wazi wazi kati ya ile utakuwa umechorwa wazi wazi kati ya ile ya uongo na ile ya ukweli. Itabainisha kwamba kumbe kuna sabato mbili. Je, ipi ya uongo na ya ukweli? Na ndio maana nataka kumwambia watumishi wa Mungu, tumekaribia katika kipindi hiki, ni lazima tuwe makini. Halafu nikashauri, someni Biblia watu wa Mungu. Amen. Huo ndio ushauri wangu. Someni nini? Biblia. Mtagundua kuna siri kubwa ambao imefichwa. Shetani ameficha mambo magumu sana. Kutambua, lazima uwe na uwepo wa Roho Mtakatifu na uwe msomaji na uwe mtu wa pekee. Ndipo utakapogundua kwamba kumbe hapa stahili. Sio kutumia tu ugali na nini. Lazima usome vitabu. Biblia soma, alafu mwalike Roho Mtakatifu ndiye awe kiongozi, atakusaidia jinsi ya kuishi. Ndio msomaji pale. Ndipo wale watakaoendelea katika uasi watakapopokea alama ya mnyama. Twende. Kama nuru ya ile kweli imedhihirishwa kwako, ikikufunulia sabato ya amri ya 4. Ikikufunulia sabato ya amri ya ngapi? Ya 4. Kwa sababu nataka nikwambia kwamba hiyo sabato iko kwenye amri ya 4. Ni agizo la Mungu, sio la mwanadamu. Lakini shetani amekuja kubadilisha ratiba. Badala ya watu waheshimu siku ya sabato, wanaheshimu siku ya Jumapili. Ni kosa la jinai mbele za nani? Za Mungu. Na Mungu hatanyamaza. Huo ukweli ndio tunaambizana ukweli. Mungu atafanyaje? Hatanyamaza. Atafanya makubwa na watu watashangaa. Endelea msomaji, twende. Kukuonyesha kwamba hakuna msingi wowote katika neno la Mungu na kuitunza siku ya Jumapili. Sawa kabisa. Na bado ukiendelea kuingangania sabato hiyo ya uongo na kukataa kuitunza ile sabato ambayo Mungu anaita sawa kabisa, siku yangu takatifu. Anasema Mungu siku yake takatifu, basi utakuwa umepokea alama ya mnyama. Utakuwa umepokea alama ya nini? Ya mnyama. Kwa nini ukubali? Hilo ni swali. Kwa nini ukubali? Na maelekezo umeshapewa, na siku ambayo Mungu aliyoiagiza kwa wanadamu wote inajulikana. Kwa nini ufanye hivyo? Naomba fanya maandalizi. Ni wakati wa kufanya nini? Ndio kipindi ambacho kiko mbele yetu. Ndio maana tunashauriwa kabisa kwamba hivi tunatakiwa tuwe makini. Haiwezekani ukakubali kudanganywa tu kienyeji. Soma Biblia. Biblia ndio chanzo cha kuelewa ukweli. Biblia ndio chanzo cha kufanyaje? Kugundua ya kwamba hapa ni si pazuri. Mimi nilikuwa RC miaka 17.
wakati nilikuwa sijanua Biblia, nilikuwa napelekwa tu, nilikuwa natumia hii misale ya waumini, sikugundua kitu. Nataka nikwambie kwa uwezo wa Mungu, niliponunua Biblia, unajua mimi ni mtu wa ajabu sana. Baada ya kugundua ukweli, nilienda kumwambia padri, nimeshagundua ukweli, sasa sio tena muumini wako. Si mungesema ta amina jamani? Amen. Nilifanya hivyo kwa makusudi. Akaniambia kwamba mzee Peter, umeamua kufanya hivyo. Nikamwambia nimeamua ndio. Sasa nakupa angalizo. Nakupa angalizo ya kwamba unapoondoka usiende kupanda mbegu nyingine kwa waumini wenzio. Nikamwambia kwamba mimi sitanyamaza. Amen. Nikamwambia sitafanyaje? Sitanyamaza. Sasa kama nikinyamaza ukweli nimeshaugundua, hao nitawatendea haki. Nikasema sitanyamaza kamwe, lazima ukweli utaweka wazi. Na kweli nilifanya hivyo, na nilipoondoka sikutoka peke yangu, niliondoka na watu 10. Si ningesema amina? Amina. Niliwafundisha kujua ukweli ili waishi maisha, hata wao watafurahia kwamba kwa kweli huyu mzee ametusaidia. Na ndio maana tunatakiwa tuwe watu wa namna hiyo. Endelea, tumalizie kipengele hapo. Je, jambo hilo litatokea lini? Ana swali, jambo litatokea lini? Wakati utakapoitii amri inayokuamuru kuacha kufanya kazi siku ya Jumapili na kumwabudu Mungu siku hiyo. Huku unajua fika kuwa hakuna neno hata moja katika Biblia linaloonyesha Jumapili kuwa ni tofauti na siku nyingine yoyote ya kawaida ya kufanya kazi. Basi utakuwa unakubali kupokea alama ya mnyama na kukataa muhuri wa Mungu. Nataka nikwambie ni hasara kubwa mno kukataa muhuri wa Mungu. Muhuri wa Mungu una faida sana. Wakati malaika wa mauti atakapokuja kuiangamiza dunia, ataangalia watu walio na muhuri wa nani? Wa Mungu, hata wapiga. Lakini wale watakaokosa muhuri wa Mungu ni hatari. Ni hatari kubwa. Na mimi ningekuomba jioni ya pekee, kubali kupokea muhuri wa Mungu. Kubali kumpa Yesu maisha, halafu ubatizwe, utapokea na nguvu ya pekee, na hatima yake utaishi maisha ya uchamungu. Utakuwa na tumaini la hali ya juu sana. Tungesema amen. Amena. Maana hiyo ndio tumaini ambao tunalitangaza hapa, ili watu watembee katika nuru ya kweli, na hatimaye siku Yesu atakapokuja wawe watu wa karibu, wawe watu wanaomcha Mungu kikweli kweli. Endelea pale endelea kusema kama tutaipokea alama hiyo juu ya vipaji vya nyuso zetu au katika mikono yetu, basi hukumu zilizotangazwa juu ya waasi, lazima zitatuangukia juu yetu. Lazima zitafanyaje? Zitatuangukia juu yetu. Kwa nini ukubali kuangamizwa na shetani? Nataka nikwambie, shetani amelitumia hilo kwa sababu gani? Anataka dunia yote wawe kwake. Lakini hii ndio angalizo ya kwamba utakapokubali, na wakati umeshafundishwa ya kwamba hivi mhukanga kama yako mambo mengine loma kala na alama kwa wengine, na mbingu hazitakusikiza kwa sababu tayari Biblia unaisoma. Nataka nikwambie, Yesu hatahitaji hata hela kwako, maana yeye ni tajiri. Ukisema kwamba umpe ruhusa, akisema mimi ninahukumu kwa haki na wala sibembelezi chochote, ni bora ukatii. Nenda na utaratibu wa Mungu, na ndivyo inavyoagizwa. Twende msomaji, tumalizie. Lakini muhuri wa Mungu aliye hai utawekwa juu ya wale wanaoitunza sabato ya Bwana. Safi kabisa. Utawekwa juu ya watu wanaoitunza sabato ya nani? Ya Bwana. Tena kwa uangalifu sana. Wakati utunzaji wa Jumapili utakapolazimishwa kwa sheria, na ulimwengu wote utakapokuwa umeelimishwa. Somaji. Mimi ukatika nani neta shita Mike. Fundi mtambo wai basi msaidie. Wakati utunzaji wa Jumapili utakapolazimishwa kuwa sheria, na ulimwengu wote utakapokuwa umeelimishwa juu ya wajibu wao kwa sabato ya kweli, anasema ndipo mtu awaye yote atakayevunja amri ya Mungu, agizo ambalo alina mamlaka juu kuliko ile ya Rumi, atakuwa anaheshimu namna gani? Upapa. Sawa kabisa. Kuliko
kumheshimu Mungu. Na kuliko hivi unataka hivi na kuuliza swali. Je, unamheshimu papa kuliko kumheshimu Mungu? Na kushauri mheshimu Mungu kuliko nani? Papa ni mwanadamu naye ni wa kufanya ni wa kuoza. Mheshimu Mungu, utakapomheshimu Mungu maisha yako utayaona yako sahihi. Ukweli tutausema. Na ndio wakati wa kusema ukweli, hakuna cha kuogopa, sema ukweli. Hatuna injili ya kubembeza kipindi hiki. Tunataka watu wote wasikie sauti ya Mungu, waokolewe, waende mbinguni. Hatutaki watu kuwadanganya ya kwamba jamani, ukimwamini tu Yesu unaenda mbinguni. Hamna. Waambie watu ukweli, wajiandae ili wasafiri wakiwa na dira, ili wasafiri wakiwa na tumaini, sio kuwapeleka tu. Atakuwa anatoa, yani yule ambaye atakayeheshimu sheria ya upapa atakuwa anatoa heshima kwa Rumi na kwa mamlaka inayolazimisha desturi iliyoamriwa na Rumi. Sawa kabisa. Atakuwa anamwabudu mnyama na sanamu yake. Nikwambia hata Jumapili aliyeanzisha ni Rumi kupitia mfalme Konstantino. Alitangaza watu wote watunze siku ya kwanza ya juma kwa makusudi, na watu wa Mungu waliuawa sio chini ya watu milioni 50. Walikubali kufa kwa sababu ya kutetea nani? Hawakukubali kwa sababu walijua kwamba hivi tukikubali sisi tumefundishwa kushika amri 10 za Mungu, leo tumeasimishwa. Walikubali kukufa. Na sisi tuko tayari. Simngesema amina? Amen. Tuko tayari kwa hali yoyote. Ila ukweli usemwe, pamoja na kupelekwa gerezani. Hataki na Paulo walipelekwa wapi? Kwa kuisema ile kweli walipelekwa wapi? Kwani mimi ni nani nisiposema ukweli? Nitakuwa na faida gani hapa duniani? Na nimejitoa kufanya kazi ya Mungu. Kwa nini naokopa? Mimi hata leo niko tayari kupelekwa wapi? Ila Yesu ahubiriwe kwa uaminifu. Amina. Namaliza. Bado wakati watu wanapoikataa sheria ambayo Mungu anatangaza kuwa ndiyo ishara ya mamlaka yake, na badala yake wanaiheshimu ile iliyochaguliwa na Rumi kama alama ya mamlaka yake, kwa njia hiyo watakuwa wanaikubali ishara ya utii wa Rumi. Sawa kabisa. Yaani alama ya mnyama. Sawa kabisa. Na ni mpaka hapo swala hili litakapokuwa limewekwa wazi mbele ya watu wote. Sawa kabisa. Nao wakafikishwa mahali pa kuchagua kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu. Nataka nikwambie, bora uchague amri 10 za Mungu kuliko za wanadamu. Hayo ni mapokeo ndio yanayosumbua dunia. Watu wamekubali, wameacha kumtii Mungu, wakamtii mwanadamu. Mwanadamu hana mbingu hata kidogo. Mbingu ni ya Yesu. Nimemaliza msemaji. Kwamba wale watakaoendelea kuiasi sheria ya Mungu watapokea alama ya mnyama. Mamlaka za dunia zikiungana pamoja kufanya vita dhidi ya amri za Mungu, itatangaza kuwa wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa masikini, na walio huru kwa watumwa, watafuata desturi za kanisa. Watafuata desturi za nini? Za kanisa. Kwa upande mwingine, sheria ya Mungu inayoamuru utunzaji wa siku ya pumziko iliyowekwa na Muumbaji. Sawa kabisa. Inadai utii. Inadai nini? Utii. Na kutishia ghadhabu juu ya wote wanaoivunja. Sawa kabisa. Wakati kundi moja kwa kuikubali alama ya utii kwa mamlaka za kidunia, wanapokea alama ya mnyama. Kundi jingine likiwa limeichagua ishara ya utii kwa mamlaka ya Mungu, watapokea muhuri wa Mungu. Wangapi wanatamani kupokea muhuri wa Mungu? Naomba nione mikono yao. Mungu awabariki sana. Amen. Huo muhuri wa Mungu ni muhuri ambao unakutambulisha kwamba wewe ni mtoto wa Mungu kweli. Hakuna badala ya hapo. Sasa tuangalie kidogo kwamba yaani nasema kwamba hivi kitabu vitatu vinavyounga mkono Sabato ni vitabu vingapi? Naomba sikiliza kwa makini. Ni vitabu vitatu vinavyounga mkono Sabato ya nani? Tutaanzia na kitabu cha Katekisimu ya Roma. Wao hao halafu wakaandika, halafu wakashindwa kuitii. Twende msomaji. Tunaanzia Katekisimu inasemaje?
Bwana Yesu asifiwe. Ukurasa ule wa 484. Soma msomaji pale. Katika Katekisimu ya Roman Katoliki ile ukurasa wa 484 kuna sehemu ambayo inasema kwamba sisi sote tunakusanyika siku ya jua. Anasema sisi sote tunakusanyika siku ya nini? Ya jua. Nataka soma kidogo, mtumishi wa Mungu. Wakati Warumi walikuwa wanaabudu jua, na ndio maana baada tu ya kupata mamlaka wakatangaza kwamba sisi tutakuwa tunaabudu siku ya nini? Ya lemi kesukuma ya gine na maana ya jua. Endelea msomaji, twende. Kwa sababu kusanyika siku ya nini? Ya jua. Kwa nini ukubali kuabudu jua badala ya Mungu aliyeumba mbingu na nchi yuko hapa duniani na anakutaka wewe uabudu siku ya ngapi? Ya saba. Ya saba, sio ya jua. Twende. Sisi sote tunakusanyika siku ya jua kwa sababu ndiyo siku ya kwanza baada ya Sabato ya Kiyahudi. Wanaitambua kabisa, lakini wakakengeuka, wakaacha kufuata utii mbele za Mungu. Lakini pia siku ya kwanza wakati Mungu akitenga vitu kutoka giza alifanya ulimwengu na siku hii Yesu Kristo Mwokozi wetu sawa kabisa alifufuka kutoka wafu. Kufufuka kwa Yesu siku ya Jumapili ndio ikawa ibada. Nataka nitangaze wazi. Unajua mimi napenda kutangaza. Mtu yote atakayepata fungu ambalo linalozungumzia ya kwamba siku ya Jumapili ndio siku ya kuabudu, nitampa 100,000. Tafuta hilo fungu niletee. Yaani hakuna longolongo. Ukilipata tu hela ipo. Natangaza hewani kabisa hilo. Wala sina wasiwasi. Mbele msomaji. Tunaingia katika kitabu kingine kinaitwa Qur'ani takatifu au Qur'ani tukufu. Tutaangalia katika Qur'ani 4 aya ya 54. Msomaji wangu soma pale. Qur'ani 4 aya ya 57. 54. Soma msomaji pale. Hivyo vitabu vinashuhudia. Tusikilize, Qur'ani inaunga mkono Sabato ya Bwana. Soma msomaji pale. Alafu utaangalia na fafanuzi hapo chini. Aya ya 154 inasema. Inasemaje? Na tukanyanyua mlima juu ya hao. Tukanyanyua mlima juu ya hao Mayahudi. Kwa kufanya agano nao. Wakafanya agano nao la kufuata Torati. Na kuifuata Torati ya Mungu Na tuliwaambia ingieni lango la nchi ya Shamu. Hali ya kuinama. Kama mna rukuu. Wakapinga. Na pia tukawaambia msiruke mipaka kwa kuvunja taadhima. Kwa kuvunja nini? Taadhima ya Jumamosi. Ya juma ngapi? Jumamosi. Na tukachukua kwao ahadi iliyo madhubuti. Sawa kabisa. Kwa mambo haya na mengineyo. Sawa. Wala wasitimize. Wala usifanyeje? Wasitimize. Qur'ani inaagiza kwamba mwanadamu aliye katika uso wa dunia lazima aitunze siku ya Sabato ambayo ni siku ya Jumamosi. Watu tunakusanyika kwa ajili. Bado tunarudia tena Qur'ani tena hiyo. Qur'ani ile 4 mstari aya ile ya 47. Twende msomaji. Yaani hapa nasema ya kwamba ninakushauri kabisa. Kitabu kinachounga mkono mambo matakatifu, hata wao wenyewe wangelikuwa wanasoma wasingeendelea kutunza siku ya Ijumaa. Kweli kabisa unasemwa. Qur'ani inawashuhudia wazi. Ina maana wameasi, wao wameandika alafu na wakaasi. Kama vile RC walipoandika sisi ya kwamba sisi sote tunakusanyika siku ya jua. Alafu wao wakaiacha, wakaanza kuabudu siku ya kwanza ya nini? Ni kinyume. Twende msomaji tumalizie pale. Samahani kidogo tunarekebisha mambo hii yaende sawa. Bwana Yesu asifiwe.
Basi Qur'ani inasema ile aya ya 48. Anzia 4 Qur'ani 48. 4:44 nasema hawaoni wale waliopewa sehemu ya kukifahamu kitabu cha Mwenyezi Mungu, Mayahudi na Manasara. Sawa kabisa. Wanakhaili upofu au potevu na wanakutakieni mpotee njia ya heri. Wanawatakia mpotee njia ya nini? Ya heri. Na Mwenyezi Mungu anawajua vyema maadui zenu. Anawajua vyema maadui zenu. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa mlinzi. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa msaidizi. Miongoni mwa Mayahudi wamo ambao hubadilisha maneno, huyatoa mahali pake, na husema mdomoni mwao tumesikia, na nyoyoni mwao husema tumeasi. Na wanasema kumwambia mtume sikia bila kusikilizwa, na sikia bila kusikilizwa na kulitamka tamko laina. 47 Enyi mliopewa kitabu, aminini tulioteremsha yaliyoshuka kutoka kwa Mungu, yanasadikisha ya kwamba yale yaliyo nanyi, kabla hatujajigeuza nyuso tukizipeleka kisogoni, au kabla ya kuwalaani kama tulivyowalaani watu walioharibu utukufu wa Jumamosi. Walioharibu utukufu wa nini? Wa Jumamosi. Jamani, mngesema amina. Amina. Jumamosi ndio siku takatifu, hata Qur'ani imeeleza wazi. Wangapi mmenielewa? Mungu awabariki. Amen. Ningependa tusimame, maana muda umeisha. Mwenyekiti, vipi muda umeisha? Umeisha? Nimekuwa mwamini hao, nimekula za watu. Naomba tu wanisamehe. Watu wa Mungu, natamani kutoa wito wa pekee. Kama ulikuwa hujui na leo umefahamu, ninakushauri upite huku mbele. Piga tu hatua uje mbele. Ni wajibu wako kumpa Yesu maisha, ni wajibu wako kuyaweka sawa mambo yako ili usafiri na dia iliyo salama. Naomba kama watu ambao wanaohitaji kubatizwa kwa Jumapili, Jumamosi, wapike tu nao hatua waje hapa. Ambao ulikuwa kwamba mama, yaani mzee tulikuwa tujui, kumbe tulikuwa tunaenda tu siku ya kwanza ya juma. Hatukuelewa kwamba ina madhara. Kumbe tumeshagundua ya kwamba ina madhara. Nampa Yesu maisha yangu kuanzia leo. Piga tu hatua uje. Wakati wa imbaji piteni hapa mlambo jamleta wimbo wa wito haraka chap chap. Piga tu hatua mtu wa Mungu, usiwe na wasiwasi. Yaani usiwe na wasiwasi. Mpe Yesu maisha. Mpe Yesu maisha. Mpe Yesu maisha, watu wa Mungu. Tunaishi kipindi kigumu. Kwa nini uangamie? Na ukweli umeshaupata. Kwa nini uangamie? Chamba mtu amuleta na nisie nikala muda wa tangulizo wangu kule nani wapi Njombe. Nataka watu, yani sikiliza sauti hii. Mpe Yesu maisha. Mpe Yesu maisha. Usipoteze muda. Na wale waliobatizwa Jumamosi ijayo, naomba nao wapite hapa. Waungane na kundi nzuri. Piga tu hatua. Ninakusihi kwa namna pekee, mpe Yesu maisha. Una matatizo gani moyoni mwako? Kama ulikuwa hujui, hakusaidie mbele kuna maangamizi, bila uje mbele. Na Mungu atakubariki sana. Atasamehe. Una matatizo gani moyoni mwako? Mwenyezi Yesu akusaidie. Hata kama una dhambi, ni vema kumpa Yesu maisha. Ni vema kumpa Yesu maisha. Kama ulikuwa hujui na umegundua kwamba kumbe siku ya Sabato ndio siku yenyewe, piga tu hatua uje hapa mbele. Piga hatua uje mbele. Ninakusihi.
kwa upole. Yesu ananong'ona shida Yesu maisha, Yesu maisha. Wala usijali kuangalia nyuma. Usiangalie nyuma. Mpe Yesu salama. Mpe Yesu maisha. Yesu aita atasamehe dhambi zako leo. Utakuwa salama. Utakuwa salama kabisa. Peleza. Mpe Yesu maisha mama. Mpe maisha darasani. Mpe maisha. Yesu maisha. Mungu atafurahi. Atakapokuona unapiga hatua. Mungu atafurahi sana. Atakuwa kwamba wewe umetambua udhaifu. Mpe Yesu maisha. Bartimayo kipofu kamwambia Yesu, nataka kuona. Yesu kamwambia, imani yako kubwa imekuponya. Wakawa wamepona. Bartimayo kipofu kamwambia Yesu, nataka kuona. Yesu kamwambia, imani yako kubwa imekuponya. Mpe Yesu maisha. Asante Baba. Mungu akubariki sana. Unaposogea. Mungu akubariki sana. Asante sana. Sasa kanisa, karibu wapokee watu wa Mungu. Mpe Yesu maisha. Nataka nikwambie, ushuhuda huu Yesu aita atasamehe dhambi zako leo. Una shida gani moyoni? Njoo kwake. Yesu aita atasamehe dhambi zako leo. Piga hatua kwa upendo. Piga hatua kwa upendo. Piga hatua kwa Mungu. Usihofu kabisa. Yesu uko pamoja na wewe. Yesu atakutetea. Atakutetea tena kwa furaha. Mpe Yesu maisha yako. Kama ulikuwa kwamba hujui kwamba kuna adhabu ambapo iko mbele yetu, na ulikuwa hujui, kwa nini usiyasalimishe maisha kwa Yesu? Huo ni ukweli usiopimika. Huo ni ukweli usiopimika. Wakati Mwokozi anajiandaa kutetea anajiandaa kuleta ombi. Tafakari sana. Tafakari maisha yako. Tafakari kabisa. Haitapendeza uje upate adhabu. Haitapendeza kwa Yesu. Unakuwa na faida. Yesu aita atasamehe anakupembeleza. Yesu aita atasamehe dhambi zako leo. Basi mzee wa kanisa anakukaribisha umweke mkononi mtumishi wako ambaye ameyatoa maisha hadharani. Unajua Yesu anataka watu wa namna hiyo. Nashukuru sana kwa kunikaribisha mtumishi wa Mungu. Ninayo furaha kubwa kwa mahubiri haya ambapo ni mahubiri ambapo yanasogeza watu kwa Yesu. Ni mahubiri ambayo ni ujumbe ambao unaotolewa hapa ni ujumbe wa tumaini. Ninaomba, natoa wito kwa watu wote mnaosikia sauti hii au mnaosikia mahubiri haya. Ninawaomba sana, pokeeni Bwana Yesu.
hamtajuta kamwe, maana kule ndio kuna tumaini, maana ndilo kule kuna uzima wa milele. Ninatamani kusema haya kwamba kila mmoja, hata mimi nilikuwa kule duniani, lakini Mungu akaniita kwa wito wa pekee, na ndio maana niko hapa nafanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Ninaomba jamani, ninatoa wito ya kwamba tumtafute Mungu maadamu anapatikana. Katika kwa muda wa wiki zote hapa nimefundisha masomo mengi, ikiwepo na somo la Sabato, ikiwepo na somo la kufungwa kwa mlango wa rehema, ikiwepo masomo ni mengi, lakini yote hayo yamekuwa na mvuto kwa watu wengi. Jambo kwa watu wewe, kuna baadhi ya watu wanatarajia wameshajitoa kwa wingi kwa sababu masomo haya. Nikafurahi kwamba kumbe Mungu yuko pamoja katika mikutano hii, na ninaendelea kuomba. Mimi nataka niseme hivi, kila mmoja tumpe Yesu maisha yetu. Kwa jina naitwa Petro Tungu, ni mwinjilisti mlei kanisa la Isaka, na Mungu awabariki sana. Aina za wanawake 10, lakini jana tulijifunza wanawake wa aina 5, ambao tuliona mwanamke mmoja ambaye ni wa kwanza kabisa, mwanamke wa sherehe. Mwanamke wa sherehe tulimuona ni mwanamke ambaye hapitwi na sherehe yoyote, lakini yule mwanamke ana tabia moja nyingine, kwamba yeye ni mchangamfu hivi, yani atene kongwigeni. Nikisema hivyo naeleweka, atene kongoki igeni. Kwa hiyo yeye yani ni tabasamu kwa kwenda mbele, lakini popote anapofika lazima apazoee mwanamke huyo, mwanamke wa sherehe. Lakini ana tabia nyingi, lakini nitakomea kusema chache kwa sababu ya muda wetu mchache. Huyu mwanamke wa sherehe anakuwa na kadi nyingi. Tuliona kwamba mwanamke huyu anakuwa na kadi nyingi, anakuwa na yani anakaribishwa na watu wengi, kwa sababu yani yeye hakosi sherehe yoyote. Kwa hiyo kila mtu anataka aende kwake kwenye sherehe. Kwa hiyo huyo mwanamke naye tulimuona na tabia zake ambazo tuliona hivyo. Lakini mwanamke mwingine tuliyemuona Kamusi. Jamani, Kamusi kama tunavyofahamu, Kamusi ni kitabu ambacho kina maneno hapa halafu kina tafsiri, si ndio? Maana ya Kamusi. Kwa hiyo tuliona mwanamke huyo Kamusi kwamba yeye yani unapokuwa unaongea naye, unapoanzisha sentensi au story, yeye ameshafikisha. Sio hivyo, ni hivi. Kwa hiyo mwanamke huyu tulimuona ni mwongeaji sana, ni mwongeaji, lakini hata kama unapokuwa naye anataka wewe unyamaze usikilize, aongee yeye tu. Hamjaona hawa watu kama hao? Kwa hiyo tulimwona mwanamke wa design hiyo naye, kwamba yani anapofika kwa watu yani mnyamaze kimya, yeye ndo awe mwongeaji. Tulimwona huyo naye. Lakini mwanamke mwingine tulimwona mwanamke wa ofisini. Mwanamke wa ofisini huyu anakuwa bize sana, anakuwa bize na kazi yake, hajali hata mume wake, hajali hata watoto wake. Lakini pia mwanamke huyu wa ofisini yani anamuona mwanamume wake kama si kitu, lakini pia anajitosheleza. Kwa hiyo anazana ya kwamba hata kama akiachwa na mume wake, basi anaweza kutunza watoto wake, anaweza kufanya mambo yake vizuri, lakini anaweza kulea watoto jinsi anavyojiamini. Kwa hiyo mwanamke huyu wa ofisini tulimwona kwamba anakuwa busy sana, hajali hata mume wake, hajali hisia ya mume wake, hajali hata mume wake anakula nini, hajui mwanamke huyu. Masaa yote laptop, simu ya mkononi, yani yeye yuko busy na mambo yake. Tulimuona mwanamke wa design hiyo pia. Lakini tulimuona mwanamke ambaye anajifanya mgonjwa. Tuseme mwanamke mgonjwa. Tulimuona mwanamke huyu naye jamani, kila siku ni nani? Ni mgonjwa. Yani yeye hakuna siku ya kwamba ni mzima. Anapokuwa anasalimiwa na mume wake, anasema yani natali, yani nimelala bado, kiuno hiki, kichwa hiki. Yani hivyo, mwanamke anayependa kulalamika, yeye hana shukrani hata kidogo. Naye pia tulimuona huyo mwanamke. Kwa hiyo tuliona aina nyingi, tuliona aina 5 za wanawake, lakini nitakomea hapo kwa wanawake tuliowaona jana. Tutakwenda kwenye namba 6, wanawake wa aina nyingine tena. Namba 6 tutakwenda kwa mwanamke ambaye mwanamke huyu ni mwanamke
mwanamke huyu tutakwenda kumuona mwanamke mtawala. Tuombe. Mtakatifu Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu unazidi kuwa pamoja nasi wakati huu na masaa haya. Tena tunakuja mbele zako na somo linalokwenda kutufundisha katika kaya na familia, ni namna gani wanawake hawa tuishi kama upendavyo. Tunakwenda kujifunza. Kwa hiyo Bwana, katika somo hili nenda katufundishe na hatimaye likatuweze kutuweka vizuri na hatimaye tukafanye kwa familia zetu zikawe mbingu ndogo. Tunaomba tukiamini ni katika jina la Yesu. Amina. Tunakwenda kumwona mwanamke huyu mtawala. Mwanamke huyu mtawala, yeye anatawala katika familia yake, anatawala watoto, anatawala mume, mpaka wageni walioko katika familia yake anawatawala. Hata kama ni mgeni amekuja leo, mwanamke huyu anamuona kama mtoto wa familia yake. Mwanamke huyu anaona kama hivi, wewe hata kama ni baba mkwe, anamuona ni nani? Ni kama mtoto wa familia yake. Mwanamke mtawala, yeye amejitawala, anahitaji kutawala. Kila jambo yeye anahitaji aongoze. Japo mwanaume huyu yupo kwa ajili ya majukumu yake katika familia, lakini huyu mwanamke anajidai kabisa na anajiweka kwamba yeye ndiye yeye. Hata mume wake anapotaka kufanya majukumu yanayompelekea kwamba mwanamume ayafanye, mwanamke huyu husimama na kupinga. Mwanamke huyu anasimama na kupinga kana kwamba yeye hakuna yeyote anayeweza kumwambia pale. Kwa hiyo mume wake hata kama anakuwa na sauti, lakini sauti inakuwa ni ya chini, yeye anakuwa ndo mtawala wa familia. Kwa hiyo mama huyu tulimuona pia katika sehemu nyingine kwamba mwanamke mtawala anakuwa na dharau kwa kila mtu. Mwanamke ametawala kwake, lakini anataka katawale na kwa majirani, anataka wadharau na wengine. Mwanamke huyu amejijengea katabia fulani hivi kwamba yeye anaweza, hakuna mwingine anayeweza kumzidi pale. Yeye anajiona kwamba hakuna kitu kingine ambacho, au hakuna mtu mwingine anayeweza kumpita hivi katika kiakili, anajiona kwamba yeye yuko juu. Huyu mwanamke anatawala mume wake, watoto, mpaka wageni wanaoingia katika nyumba yake anawatawala. Hajalishi kwamba huyu ni mkubwa, anafanyaje? Anamtawala, anahitaji amtawale, japo saa zingine hataweza, lakini hitaji lake anahitaji afanyeje? Amtawale. Mwanamke mtawala huyu. Lakini tutakwenda kumwona mwanamke mwingine wa 7 ambaye yeye ni mwanamke ambaye ni mwana masumbwi. Huyu mwanamke jamani, yeye ni mkorofi, halafu ni jeuri kwa mume wake tu. Sikiliza kwa makini. Huyu mwanamke yeye ni mkorofi, lakini ni kwa nani tu? Sasa huyu mwanamke naye nimejaribu kuangalia tabia zake, nikajifikiria sana. Sasa huyu mwanamke naye yukoje sasa? Yeye kwa wengine ila kwa mume wake ni mjeuri. Hataki aambiwe jambo lolote na mume wake, yeye ni mjeuri. Lakini pia mwanamke huyu anakatabia kuongea kwa sauti ya juu. Si mnaofahamu anaongea tu sauti tu juu kabisa. Wewe hata kama jamani, Mama Neema, nilikuwa mimi halafu kimwambia, mbona unakuja juu ndugu yangu? Mimi naongeaga hivyo hivyo. Hivi kwani mimi unijui? Mimi naongeaga hivyo hivyo. Hamjaona? Kwa hiyo yeye amejijengea katabia hivi kwamba eti yeye anaongeaga hivyo, lakini pia akiwa anaongea na mtu hata kama ni jambo ambalo ni la heri, lakini yeye anakuwa kama anajaziba hivi, anaongea kwa sauti za juu, sauti kali. Alafu tabia nyingine ya huyu mwanamke huyu, ana tabia moja.
yaani yeye amejiwekea tabia ya jino kwa jino. Nikisema hivyo mnanielewa? Yaani yeye amejijengea katabia kwa kwamba jino kwa jino, ina maana kwamba ni kulipiza kisasi. Yaani akikosewa leo anataka tu ipo siku tu atafanyaje, atalipiza. Hiyo nayo ni tabia ya mwanamke huyo, kwamba hataki kuona kwamba amekosewa alafu akakausha. Yeye anataka alipize kisasi. Ni mwanamke wa design hiyo, naye pia anataka alipize. Wapo jamani, wapo. Hata kama ni mwaka mzima, yaani hata kipindi kile alimpiga mwanangu, tutamaliza tu. Mwanamke wa design hiyo ni mkorofi, mjeuri, lakini pia huwa anapenda tu ugomvi hapo nyumbani. Hatulii kabisa, yaani tu ugomvi tu, hatuishi pale nyumbani, na afu anatutafuta. Akiona mwanaume wake ametulia, yeye anatafuta mbinu aingilie wapi ili amchokoze. Mwanamke huyo naye anapenda kelele, ni mchokozi, lakini pia ni jeuri, mwanamke jeuri. Tunakwenda kumwona mwanamke mwingine hapa. Ni jeuri, alafu anapenda kugombana na wanawake wenzake. Tutapenda kumwangalia tena mwanamke mwingine. Mwanamke mwingine huyu hapa ni tuseme shimo la taka. Mwanamke tutamwona mwingine shimo la nini? Shimo la taka. Sasa nikajiuliza, huyu mwanamke wa design gani? Hata wewe bila shaka unajiuliza, huyu mwanamke ni wa aina gani? Shimo la taka. Hivi unaweza kujiuliza kwamba mwanamke uliyeko hapo kasema shimo la taka likoje? Shimo la taka tunalifahamu jinsi lilivyo, si ndio jamani? Shimo la taka tunafahamu jinsi lilivyo, kwamba linatupiwa nini? Kila aina ya takataka. Kwa hiyo huyu mwanamke tukamwona kwamba mwanamke huyu, yani yeye yani anapokuwa nyumbani ni mchafu, hujapata ona. Mwanamke mchafu kabisa, kuanzia kwenye nguo zake, yani kuanzia kwenye mwili wake mpaka nyumbani kwake. Ni nani jamani? Ni mchafu. Hamjawaona? Wapo. Yani mpaka nilipoona kwamba mpaka mume wake anamwambia, mpaka mume wake anamwambia, halo mama fulani, si uoge leo. Sasa nikajiuliza mwanamke wa aina gani huyu? Na yeye mpaka mume wake anamsihi kwamba mama fulani, tafadhali uoge leo. Yaani yeye kuoga kwake ni mwiko. Wengine wanasemaga kwamba wanapiga passport. Yaani yeye ni passport. Kwa hiyo kuoga ni mwiko, kufua hakuna. Hata nguo za mume wake hafui. Mwanaume huyu muda mwingine anafanyaje? Anafua. Kwa hiyo yeye hana muda wa kufanya usafi katika familia yake, hafanyi usafi katika mwili wake. Lakini pia huyu mwanamke anakatabia kengine ambako sasa yani ni msengenyaji, hujapata ona. Olemokwela kati ya mwanani mwanzenganwa. Yani anajua ile ya jana kwa fulani walifanyaje, lakini kwa fulani wamefanyaje asubuhi na mume wake anajua, anafahamu. Yani kila jambo analifahamu. Mtaa wake anaoishi anafahamu. Leo kwa fulani wamekula nini, anafahamu. Huyu mwanamke taka, shimo la taka. Yani ina maana shimo la vyote vipo kwake. Kwa hiyo mama huyu ni msengenyaji mpaka unaogopa, na hana muda wa kukaa kwake akafanya kazi. Yani iwe asubuhi kwa jirani, iwe mchana kwa jirani. Yani akitoka kwa fulani anaenda kwa fulani, yale aliyoyaona kwa fulani anayapeleka, yale aliyoyaona tena kwa fulani anapeleka kwa fulani. Kwa hiyo mwanamke huyu anaitwa shimo la nini? La taka. Lakini mwanamke huyu pia anapokuwa nyumbani, mume wake anapoweka vizuri pengine vitu fulani hivi,
Mwanamke huyu anahamisha, utatafuta mpaka utachoka, ukipati ameshaatupa mwanamke huyu. Kwa hiyo hana utaratibu kabisa katika familia yake, hata kidogo utaratibu hana. Kwamba kuna wengine mwanamke anaamka kwamba anapanga, mwenzio hapana. Anaweza akachukua mwiko akapeleka hata chumbani, anaweza akapeleka bakuli akaweka mezani, anachukua hiki anaweka hivi, mkoyo usundalulwaimwe. Yani mwenzio hajui, yani wazo lake tu ni kwenda kwa jirani, kwenda kusengenya. Yani ni msengenyaji. Inasema yani anasengenya mpaka unaogopa. Hivi ushawahi kuona kwamba mtu anasema kwamba yani anasengenya mpaka unaogopa? Jamani, mwanamke huyu shimo la taka. Yani watoto wakiweka vitu, yeye anakuja anasambaza, nyie mbona mmefanya hivi? Anahamisha tena, yani hana utaratibu katika familia yake. Yani hapangilii mipango yake katika familia. Shimo la taka. Mwanamke huyu yeye ni kuamka na kwenda, mpaka inafikia hatua mume wake anamsihi kwamba mama fulani kaoge, basi mke wangu nenda kaoge. Mimi siogi, kwani nimefanyaje? Mpaka ananuka kikwapa. Jamani wanawake, mwanamke ukanuke kikwapa jamani. Na wakati mwanamke tunajiita sisi ni mapambo jamani. Wanawake si ni mapambo jamani, mapambo ya ndani. Mwanamke ni pambo la ndani. Inakuwaje wewe unanuka kikwapa? Inakuwaje wewe mwanamke unakuwa mchafu? Inakuwaje katika familia yako? Keke nilowauliza wageni mpaka karibuni huko anaokota vikombe, anaokota bakuli, yani yeye ni huko anakaribisha wageni, hoji kombe, yani ovyo. Karibu shemeji, tupo shemeji, anachukua mwiko wa haraka, karibu shemeji, anaweka kwenye karibu sasa shemeji, yani viti, nyie, wewe Neema, mbona hujafanya hivi? Yani yuko busy kwa sababu hajajali familia yake. Huyo mwanamke anaitwa shimo la nini jamani? Nataka. Kwa hiyo tuangalie wanawake tusiitwe hivyo. Tunapokwenda kumalizia, tunamwona mwanamke mmoja ambaye ni mlinzi, security wife, mlinzi. Tunafahamu tabia ya walinzi. Utashangaa mwanamke mlinzi huyu, yani alena welu. Huyu mwanamke mlinzi analinda mume wake ajabu. Acha kabisa. Yani ukahagolena welu. Ukasome kwa mwanamke huyu, ukasome. Yani ana wivu, analinda mume wake hujapata ona. Yani hataki mume wake amuone hata la rafiki wa kiume. Hataki. Agonanga masala mabi. Hataki aone hata shemeji, yani hata wadogo zake na mume wake hataki. Watamfundisha tabia mbaya. Hataki hata ndugu zake, wadogo zake hataki pale nyumbani. Bagonji ngangoshi. Kwa hiyo mwanamke huyu mlinzi anaweka tabia kaajabu. Yani hakuna mume wake aondoke bila yeye. Anataka aende naye hata kazini. Yani kama anaenda kujenga na mwanamke anaenda naye. Mlinzi. Security wife. Yani security wife. Si unafahamu security anakuwa makini kwenye vitu ambavyo amekabidhiwa. Ndio huyu mwanamke mlinzi. Anakuwa na tabia hiyo ya ulinzi. Yani analinda kwa makini. Kwa hiyo hataki familia yake, hataki aingie mtu mwingine tofauti na nani? Na watoto na mume wake. Hamna. Wadogo zake labda waje wadogo. Anasema kwamba anahitaji wageni wadogo ambao wako mbali na umri wa nani? Ndio. Mdogo wake anayelingana hivi anaweza akae, hakuna. Upo.
yaani hataki jirani kuja pale mpaka aelewe kwamba amekuja kufanyaje. Huyu mwanaume anataka nini hapa? Asije kanibunia mume wangu. Mwanamke security wife au mlinzi. Kwa hiyo anakuwa na tabia hizo. Hataki mume wake aondoke peke yake, hataki mume wake awe na marafiki, hataki mume wake yaani ashare na mtu yeyote. Mpaka hata baba yake anakuwa na mashaka naye. Jamani, mwanamke huyo. Kwa hiyo tabia za wanawake hizo tunaziona. Mwanamke mlinzi. Tunakwenda kwa mwanamke wa mwisho ambaye mwanamke mwema. Jamani, sema ni amina wa mama. Mwanamke mwema. Sisi watu wa Sungamile na kwenye kutano hili sisi ni wanawake watu gani jamani? Wema. Mwanamke mwema huyu anaamka asubuhi, anajali familia yake, anatengenezea chakula watu wa nyumbani kwake, lakini pia anajali mume wake vizuri, anahakikisha mume wake amekula, ameoga, anahakikisha watoto wake wamekula, lakini anaamka asubuhi na kutafuta chakula. Mwanamke mwema huyu. Lakini pia anatafuta kuwa na amani na watu wote. Mwanamke mwema. Kwa hiyo mimi niseme hivi, nitoe wito kwa wamama kwamba tunapaswa kuwa wanawake wema kama tabia za mwanamke wa 10 ambaye yeye anajali familia yake, lakini pia anajali watoto wake, anajali mume wake, anahakikisha mume wake amemtimizia mahitaji yote ya muhimu. Nasemaje? Basi mimi nitakomea hapa na Mungu wabariki kwa jina la Yesu, amina. Ataitikia haraka sana kwa sababu wamekutana watakatifu wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo na Mungu lazima asikie ombi haraka sana watakatifu. Kuliko ile kusubiria. Simaanishi kwamba eti zile siku za ibada ni siku ambazo hazifai. Tunazungumzia kule kupuzia. Afya ya kiroho, lakini kupuzia maombi kama nilivyotangulia kusema ni kukosa afya ya kiroho. Kitu kingine ambacho kinaweza kupatikana hapa, kupoteza imani, kupoteza amani, kuwa na wasiwasi, kuwa na hofu. Kuwa na wasiwasi, kuwa na hofu, huko unakuwa huna afya ya kiroho, kwa sababu tunaambiwa kwamba tuwe na imani, na imani ambayo iko ndani yake Kristo. Kupoteza amani, watu tumekuwa na hofu katika maisha yetu, yani tunakuwa tuna wasiwasi, tuna mambo ambayo ukiangalia hata jambo lenyewe ni dogo, lakini unakuwa na wasiwasi kwa sababu tu hauna afya ya kiroho. Inakuja kinyume na utaratibu wa Mungu. Hivyo basi afya ya kiroho unapokuwa nayo, na Mungu anakuwa karibu na wewe, au Mungu unamkaribia. Tiba ya afya ya kiroho. Sasa tunajua maana balance diet. Yani balance diet ni msosi kamili, tuseme hivyo, chakula ambacho ni kamili, yani kuna wanga hapo, kuna matunda, kuna vitamini B, kuna vitamini nini hapo, hiyo ndio balance diet. Sasa hii balance diet ni pale ambapo mtu unapokuwa karibu na neno la Mungu, lakini unapokuwa karibu na maombi. Mtu wa Mungu ambao atakiwa nilifanye ni kwa namna gani ambavyo mtu anaweza kuwa makini katika mambo yake. Na ndio maana jana, somo la jana lilikuwa inahusu katika afya ya kiakili. Nilikuwa nasema kuwa na afya ya kiakili. Sasa nataka nione sasa kwamba tuko makini, na kama tukiwa makini basi Mungu atukuzwe. Na tusipokuwa makini tutaomba msaada, Mungu atatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi rafiki, kuna jambo moja hapa nataka ulifanye, kwa sababu wewe ni mtu mwenye ujasiri, halafu pia ni mtu ambaye uko makini. Simama hapa, halafu ufumbe macho. Fumba macho tu. Ufumbe macho kwa uaminifu. Au kufunga kitambaa? Sasa sogea kidogo hapa. Sogea tu hapa hivi. Sogea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mwinjilisti Cyprian Robert Kahema, natokea katika kanisa la Kagongwa Central, ndipo kama nawakilisha somo la afya. Mimi hapa
hapa nipo kujikita kabisa kwa ajili ya kufundisha masuala ya kiafya ambavyo tunavyotakiwa kuishi kulingana na kanuni vile wataalamu wa afya wanavyoshauri, lakini pia mtaalamu mkuu ambaye anavyoshauri ni Mungu mwenyewe. Basi niko hapa kwa sababu hiyo, nawaita tu watu katika juma hili lenye baraka kwa ajili ya mahubiri haya, kwa sababu Yesu anapatikana mahali hapa. Tuje sasa ili tupate kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na baadhi ya washiriki pamoja na wale muamini Yesu Kristo kupitia mkutano huu wakazungumza machache kuhusiana na kumwamini Yesu Kristo na kufuata neno la Mungu. Jina Joel Maganga. Nilipokea Kristo miaka mingi iliyopita, ila baadaye kidogo nilijaribu kurudi nyuma, na mwishowe Bwana mwenyewe ameniona kwa mara nyingine, akasema wewe unakaribia kupotea, akanigusha nikamuona kweli. Kwa hiyo nimerudi ndani ya Bwana na kubatizwa kwa mara nyingine tena. Unatoa ujumbe gani kwa watu wengine? Ninawaita Bwana bado na wasubiri, hakuna cha kukata tamaa. Hata kama mtu kuna watu waliorudi nyuma wengi mno, miaka na miaka nikasahau. Naitwa Dorcas Zabloni Makeleja. Mimi ni mwimbaji na ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kagongwa. Kwa mahubiri haya na mikutano hii tumehudumia sisi kama wanakwaya na tumebarikiwa sana kuwepo hapa katika kijiji cha Sungamile, kwa sababu tumetembelea watu mbalimbali na kuwakaribisha kwa ajili ya mikutano hii, na tumebarikiwa kwa kweli na masomo mbalimbali ambayo yanaendeshwa na wainjilisti walei. Kwa jina la ubatizo naitwa Joyce Juma, nakaa Sungamile na napenda kukaa dhambi zote walioniambia, dhambi zote nimeshawasamehe. Natoa ujumbe wangu kwa Mungu wangu anitie neema na baraka njema. Kwa majina yangu ninaitwa Ibrahim Daniel Mabuga, ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kagongwa Central. Tuko hapa katika hiki kijiji cha Sungamile kilichoko kata ya Kagongwa, halmashauri ya manispaa ya Kahama, na tunawaletea ujumbe maalum kabisa wa neno la Mungu katika kijiji hiki. Ni kijiji ambacho kwa kweli tumefurahi kwa sababu watu wamebarikiwa sana, na sisi hapa tumekuwa na ujumbe mzuri kabisa na mafundisho mengi mazuri yamefundishwa katika kijiji hiki. Mahali hapa niliposimama ni karibu na sehemu wanapocheza pool vijana wa hapa, na ninachoshukuru ni kwamba vijana wamejitoa kwa ajili ya ubatizo, licha ya kwamba wanacheza pool, lakini bado wanasikiliza mafundisho yanayoendelea katika eneo hili. Nikiripoti kutoka maeneo haya, majina ninaitwa Ibrahim Daniel, mshiriki wa kanisa la Waadventista Kagongwa Central. Bwana awabariki. Majina naitwa Fleki Charles, mkaaji wa kijiji cha Sungamile, na kwa kweli tunashukuru sana kwa mahubiri haya kwa uongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato kanisa la Kagongwa kutuletea mahubiri haya makubwa kutoka kuunganisha Njombe na hapa Sungamile. Tunanufaika na watu wengi wanajitoa kumpokea Yesu. Basi tunaomba Mungu awabariki sana Waadventista wa Sabato waliotuletea mahubiri makubwa hapa Sungamile, na watu wengi wanajitoa kumpokea Kristo Yesu. Katika mahubiri yanayoendelea kanisa la Waadventista wa Sabato kwenye senta hii hapa ya Sungamile Welikamba mkoani Shinyanga, ni mimi Faustini Gilgala Sulu.